Deogratus Munishi Dida, of course ni tunafahamu ni mchezaji wetu kwa talanta yake, lakini pia kwa uzoefu wake, kwa maana experience na uchezaji wake pia. Sisi kama management kuna namna tumempa break kidogo. Kuna vitu ambavyo kimsingi ni vya kiufundi ambavyo vimetokea. Kwa hiyo sisi kama sehemu ya management tunaletea vitu vya kiufundi kutokana na kila alichokiomba. Kwa hiyo vingine naweza nisivizungumze sana hapa kwa sababu vingine vinabaki kuwa ni vya kiutendaji tu, hata kama shabiki atavifahamu bado haviwezi kusaidia. Lakini kubwa zaidi tunaheshimu mchango wake, tunajua kila alichokifanya hapa, bado tunaamini ana jitihada kubwa na inaweza kusaidia. Ila kwa sasa hatuwezi kuwa naye kwenye squad, hujamuona mechi 2 mechi 3, pengine mpaka vinginevyo atakavyoamuliwa na management ama technical bench atakaposhauri vinginevyo atarejea, ataendelea na majukumu. Kama isivyokuwa hivyo basi pengine inaweza kawa pia ni raundi hii ya pili tunaweza tusiwe naye. Itategemea, vyote viko viwili na inawezekana vikatokea. Of course tunafahamu kwenye dirisha hili dogo la usajili tunafanya marekebisho madogo kutokana na mapendekezo ya mwalimu. Na namna pekee ambayo tunaweza kuifanya ni kila ambacho tutakuwa tumekiarrange wenyewe. Sio maingizo mapya. Hatutegemei kuwa na zaidi ya wachezaji 5. Timu inajitosha, timu inaweza kufanya vizuri, lakini lazima tuongeze nguvu ili kuimarisha baadhi ya maeneo. Mchezaji wa kwanza tayari tumemtangaza jana, Raymond Masota, ni kiungo mshambuliaji, tumemuingiza kwenye timu. Anakuja kuongeza nguvu kwenye eneo la mwalimu Zuberi Katwila, kuona ni kwa namna gani atakuwa na machaguo mengi kwenye eneo la kati. Lakini pia wako wengine 4 watafuata baadaye kwenye maeneo ambayo wao technical wametupendekeza. Siwezi kuyatamka hapa, lakini taratibu tutakuwa tunayazungumza kutokana na mazingira yatakavyokuwa.